Huu umati wa Mtume Muhammad ulioko hapa wote hapa sote na watoto wa maskini. Hamna mtoto wa tajiri hapa. Wanalipa kodi, wanasomesha shule, mixed kuendesha maisha yao mikoani. Na vile vile Coco Beach. Wewe msomi gani? Hivi umekaa ofisini, umeangalia pa kuingiza mapato ya manispaa ni Coco Beach tu. Sio kweli. Kikumbuka na sisi tusosoma, tunapata riziki mama. Tunaomba utusikilize kilio chetu. Na unakumbuka ulikuja mwenyewe Coco Beach. Sisi hatukatai kuondoka. Hii ni ardhi ya serikali, serikali ndio sisi. Na sisi tunaotolewa ni raia wa Tanzania. Tuko ndani ya ardhi yetu, tuko ndani ya taifa letu, na wengine mababu zetu wameshafanya harakati nyingi ndani ya taifa hili. Kuelewa anatokea mtu mmoja tu, dalali mmoja wa bosi mmoja, eti mkatoe wale vijana wasiosoma pale, eti bichi iko Masaki chafu. Vijijini kuna mapoli, peleka huko wakawekeze, wakafyeke, wajenge. Au sio? Coco Beach yetu mtuachie, Coco Beach yetu mtuachie. Mama hawa vijana wa chini hawa, kuna machawa ndani yao, ni madalali, wanakuchafua. Wakishawashindwa wanarudi tena kwetu kwa wananchi maskini. Mnaona wanakusukumia wewe, lakini utumbo ni wao wenyewe hawa wa chini. Mama, tunaomba tusaidie. Najua kuna watu wanapita nyuma kwenye media kwenda kutoa ruzuku matangazo asirushwe. Sisi tutalia, hata malaika wa mbinguni atakuja kukuambia. Mama, sasa hivi kumbuka ujio wako. Mama, kumbuka ujio wako siku ile ulivyokuja kukata utepe. Vijana walikuwa na sura za furaha. Mama, leo ukituangalia sura zetu utafikiri tuko monchwari tunasubiri maiti. Yaani watu, yaani kama ule kuku anasubiriwa kuchinjwa siku ya Idi. Yaani raia wa Tanzania tunaishi kama mafolena wa kutoka huko, wakati ni raia na huyo mtu ambaye anasema tuame ni raia mwenzetu, amepewa mamlaka kutoa huduma kwa jamii, ndio sisi. Leo hii anakwambia tutoke. Sasa anakuja Mungu kukaa hapa, si ndio sisi? Sawa, borosheni bishi na sisi tupo. Kweli kabisa. Tunauza miogo, mishikaki, samaki wa baharini. Mungu atupe nini sasa? Atupe nini? Au tuende ndio ile mtu andike kwenye magazeti vijana wataki kazi, vijana wanaiba. Sasa hivi hakuna vijana hamna kijana sasa hivi aliyokuwa fara. Sasa hivi kila kijana anataka mwanae asome na yeye aje kuwa kiongozi. Kuna kijana hapa anapenda mwanae kibaka hapa? Hakuna. Au sio bwana? Tunafanya hizi kazi tupate riziki 100, 200. Wewe kama unapata mabilioni ya hela ya kwako, tuachie na bichi yetu. Ndio hivyo. Mungu kama atasikia kilio chetu, inshallah tusimamie kwa hili. Kwa majina naitwa Almasi Masia Victor, ni mwenyekiti wa Ujasiriamali na utunzaji mazingira ufukwe wa Coco Beach. Tumependa kuwaita hapa ndugu zetu watangazaji. Tuna sintofahamu, kuna changamoto kubwa imetokea kuhusu sisi wa Ujasiriamali ufukwe wa Coco Beach na uokoaji. Tumeitwa manispaa Kinondoni kama siku 5 zimezopitwa na afisa biashara pamoja na meya na makamu mkurugenzi alikuja pale. Wakatuambia wanatupa mwezi mmoja, hawatakiwi kutuona ufukwe wa Coco Beach. Sisi tukahoji kwa nini, wakatuambia hutakiwi kuhoji, unatakiwa uondoke ufukwe wa Coco Beach, ila hapa mtaandika majina yenu, alafu baadaye tutapigia simu moja mtakuja kuandika hapa, mtasaini, baadaye utapotoka hapa baada ya kumaliza kusaini pale usirudi, chukua vitu vyako ondoka. Sile swala hatukuliafiki kwa pamoja. Tulijadiliana sisi wote kwa hatukuliafiki. Tukaja huku ikabidi tuete ndugu zetu tuweze kutoa malalamiko ili serikali ya juu iweze kujua Mheshimiwa Rais na Waziri Mkuu. Labda ningependa kueleza historia kidogo. Hii bichi Mheshimiwa Hati John Pombe Magufuli alisema hii bichi ni ya walala hoi, ya watoto wake wa Manzese, Temeke na sisi wajasiriamali wadogodogo, na ni bichi ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio bichi ya mtu na haipaswi kuuza. Hii ni hazina ya taifa, ni rasilimali ya umma. Umeshaona bwana? Tukaona hili swala lazima tulifikishe serikali kuu, na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan akabidi atembee na slogan ya mtangulizi wake alivyokuwa anaeleza Mheshimiwa Pombe Joseph Magufuli. Akaja akatutengenezea mabanda. Unaona mabanda yote Mheshimiwa Rais ndio katutengenezea, na kaja kuzindua yeye mwenyewe. Anamaanisha kuzindua, sio kwamba alimtuma waziri au alikuja mwenyewe na mguu wake hapa akashuka, akaja akakata utepe, akasema ndugu zangu nimewatengenezeni mabanda, natambua uwepo wenu, nyie ndio wa Tanzania, ndio wapiga kura wangu, hii bichi ni mali yenu, ila mtachangia shilingi 500 kwa sababu nyinyi ni wajasiriamali wadogo na mtazidi kukua hadi mtakuja kuwa wajasiriamali wakubwa. Sasa tunashangaa leo manispaa Kinondoni na Twitter na tufukuza kati bichi tumekabidhiwa na Mheshimiwa Rais. Tunashindwa kuelewa hatima yetu ni ipi.
Sisi ndio wapiga kura wake. Mama, naomba utusaidie, utusikilize. Waziri Mkuu, mtendaji mkuu wa serikali, ili swala sijui nalifahamu na naamini swala lifahamu. Serikali yetu natupenda, ingekuwa itupendi serikali isingetutengenezea hivi. Kuna wauni wachache ambao kwa manispaa Kinondoni ndio wanafanya hili jambo, na bahati nzuri tunapendwa na baadhi ya wafanyakazi wa manispaa. Hawakupendezwa na hili kitu, wamekuja kutupa taarifa. Ongeeni mpaka waziri mkuu asikie, ili swala linafanyika na watu wachache. Kuna taarifa hapa, kuna mtu anapahitaji hapa na ameshatoa baadhi ya pesa, na kuna uongozi uliopita kabla sisi hatuja viongozi uliopita ulishirikiana nao watu kutengeneza huo utapeli na wameahidiwa watapewa hela. Kwa hiyo kwanza hao viongozi waliopita bidii washtakiwe, kwa sababu hao viongozi wametengeneza figisu na huyo mtu ambaye anapataji hapa ili aweze kupachukua ile eneo. Na huyo mtu inasadikika ni mwanamke, ila hatujamjua ni upi. Ni mwanamke ndio anahitaji ile eneo letu alichukue, na anadai serikali kaitia mfukoni kwake na atahakikisha ile swala analichukua. Jamani, tunaomba mheshimiwa utusaidie. Huyu mtu ni hatari sana, anataka kutuhamisha wananchi wako, wapiga kura wako. Sisi ndio wananchi wako mheshimiwa, tunakuamini, na kama umetuamini na sisi tunaamini mawazo yako ni yetu, kwa sababu sisi tumekupigia kura, tumekuweka hapo mheshimiwa utuongoze. Basi naamini utatusaidia na utatutetea. Mimi mchango wangu ndio huo. Kwa jina naitwa Lamis Saidi, ni mfanyabiashara hapa wa Coco Beach. Mimi sina mengi ya kuongea, lakini naweza kuongea machache. Tuliitwa kwanza halmashauri ya Kinondoni hapa juzi kati. Tumefika pale, tumeitika wito kama wafanyabiashara. Sasa tulivyofika pale tumeambiwa ya kuambiwa, lakini mimi nina jambo moja tu na naomba lifike kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia. Kama mwanamke, kitu ambacho kimetokezea pale sikukifurahia. Nimefika pale, nimemsikiliza afisa biashara, lakini baadaye anakuja kuniambia kwamba siwezi kukusaidia wewe mpaka uje nyumbani kwangu Manzese, Baresa. Kwa mimi hicho kitu sikukifurahia kabisa, na nimeona kama mwanamke nimedhalilishwa kabisa. Nimedhalilishwa. Kwa hiyo nakuomba Mama Samia, Mheshimiwa Rais wetu, hii ambazo zipo hapa rushwa za ngono, naomba uziangalizie, uzifuatilie, manake inaonekana huu ni mchezo ambao unaendelea kwa hawa vijana wako wa serikali. Kwa hiyo tunaomba mama yetu, kwanza kabisa hili eneo kuna wanawake wengi wanafanya biashara hapa, wanategemea vipato vyao, kuna wajane. Kwa hiyo hapa sisi tunategemea vipato vyetu hapa pia kusomesha na watoto wetu hapa. Kwa hiyo Mama Samia, Mheshimiwa, tunakuomba na hili ulisikilize, tusiondoshwe. Tubaki hapa tupate kuweza kuwahudumia watoto wetu. Na sisi pia wanawake hatujaenda huko majiani tukaenda kusema okay, sasa tutafanya biashara haramu na sisi tupate hela, lakini tumechukua nguvu zetu, tumekuja hapa ili tupate chochote kitu. Kwa hiyo tunakuomba sana tusaidie kwa hili mama yetu, asante. Bana, kwa majina mimi naitwa Laseko Chuga, ni muuza ice cream na pia ni balozi wa Azam. Mimi niko hapa Coco Beach kuongelea mambo mawili makuu. Kwanza, kabla sijaingia kwenye swala la uuzaji wa Coco Beach, naomba niulize serikali swali limoja tu. Unapomfukuza mtu asifanye biashara hapa Coco Beach, unampeleka wapi? Unatengeneza nini? Uone kwamba mnatengeneza wimbi la vibaka na malaya na magonjwa yasiyopungua. Alafu unasubutu kusimama mbele ya watu, unaongea kwamba mimi kiongozi fulani nimetoa tamko watu fulani mhame. Hivi ndani ya siku 30 unamwambia mtu ahame? Wewe ndugu yangu, tuongeeni maisha ya uhalisia. Hata kama umejenga kibanda cha mabati na karatasi, nakupa siku 30, ondoka na vyombo vyako na vitanda, utasahau hata kijiko. Je, hao ambao wamewekeza hapa, kuna watu wamewekeza mamilioni yao ya pesa huko, wanamwambia mtu siku 30 ondoka. Okay, sawa. Unamlipa mtu fidia ya shilingi milioni 5 ama milioni 10. Unategemea huyu mtu kwa miaka 2 atatengeneza shilingi ngapi? Tukifanya hesabu ya haraka, ukiweza kukusanya shilingi 3500 kila siku kwa miaka 20 ni milioni 705. Milioni 705. Na huo ndio ujasiriamali mdogo tunaouita. Hatujasoma, ndio maana tumekuja huku. Mimi nauza ice cream hizi hapa. Nategemea hizi ice cream niuze ice cream moja ni shilingi 500. Hii ice cream unaouza nalipa kodi. Hii iko Coco Beach hapa. Kuna watu ambao sasa hivi kuna vitu ambavyo mtaani kule ni kama takataka, lakini sisi
ambao tunafanya kazi bichi, tunavichukua vile vitu tunavitengeneza ili viweze kutumika. Ngoja niwaambie mfano tu mzuri. Kuna haya matairi ya magari. Watu kibao ambao mna magari, sisi hatuna magari, ndio maana mnatudharau. Lakini mkumbuke kwamba huo uchafu wenu wa matairi mnao yatupa ndio sisi tunayaokota na kuyatengeneza ili tuweze kujitafutia riziki hapa kwenye hii Coco Beach. Sawa, tunataka maendeleo. Tunahitaji maendeleo mazuri, tunahitaji Coco Beach iwe nzuri, tunahitaji nchi yetu igrow hadi tufikie kwenye huo uchumi wa kati. Kuna bichi za Kigamboni, kuna bichi ngapi, zote ni za kulipia. The only beach ambayo imebaki ya wananchi ni Coco Beach peke yake. Hiyo tu peke yake. Mimi nilikuwa na shauri kitu kimoja kwa serikali yangu, serikali tukufu ya Tanzania. Ikiwa kweli mna nia nzuri na wananchi wenu, ikiwa mna nia nzuri ya kuiboresha Coco Beach, at least basi mngekuja mseme mnaweka mazingira safi, tengenezeni viti, watu wakija bichi anataka kukaa atalipia hata shilingi 500. Lakini sio unakuja unamwambia mtu eti ondokeni, tuondoke. Alafu tuende wapi? Yaani tukitoka hapa Coco Beach, niwaambieni tu ukweli. Muandae na jela zingine kama 2 hivi mjenge, kwa sababu waizi tutajaa. Kwenye hii Coco Beach, kama Coco Beach mtaichukua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama nyie ambao mnataka kuichukua hii Coco Beach, make sure upande wa kule mjenge madanguro, upande wa huku mjenge jela. Nawaambia ukweli kabisa. Na hili naliongea nikiwa na akili timamu, wala sijashauriwa, wala siongei kwa kupepesa macho. Asanteni, naitwa Laseko Chuga. Nikiwa kama mwenyekiti wa ufuko wa Coco Beach, hapa kuna takribani ya watu 300 mpaka 400 na au 200 ambao waliojenga, na bado kuna wengine tunafanya nao shughuli, tunajumuika nao pamoja kama 300. Hebu tazama wingi wa jamii yote hii. Ni dimbu gani la vijana ambao wanatakiwa kosi ajira sasa hivi kutokana na upuuzi wa mtu mmoja wawili ambao wako manispaa Kinondoni, ambao wameshawishiwa na mtu mmoja tu, amewapa hongo, ambalo swala ambalo sio kweli, halipo. Na hata wenzao ndani ya manispaa na serikali wanawashangaa, wanataka kusababisha dimbu la vijana wote wengine mitaani na kututengenezea wimbi la vibaka na malaya pasipokuwa na sababu zozote za kimsingi. Mama, unatupenda. Nikisema unatupenda na maanisha ulitoa pesa zako za kodi zetu, ukaja ukatengeneza mabanda na katuja mwenye ukazindua. Kuna maeneo mengi waga unatuma mawaziri, madiwani, wabunge wanaenda kufungua. Umekuja mwenyewe ukakata utepe, ukatuambia nimewakabidhi na sitaki mtu awasumbue, natambua uwepo wenu, endeleeni vijana wangu na usalama uendelee kuzingatiwa. Hao watu walioamini mama yangu, lengo lao naweza nikaliona kwa jicho la pili, sio hata kutufukuza sisi, lengo lao kutaka kukuchafua mama yangu. Hebu tazama umma wote, hao vijana wote 400 500 ambao wanafanya kazi hapa, wakose ajira. Lengo lao lipi baina ya serikali na wananchi? Hao watu sio wazuri, umewaamini watu lakini unatakiwa uwatoe. Sio watu wazuri, hawana malengo mazuri na serikali yako, hawana malengo mazuri na sisi wa Tanzania. Mwenyezi Mungu kusaidia Mama Samia, jisikieni na Mheshimiwa Waziri Mkuu lifanyie kazi.